Karibu sana nyumbani mwa Bwana. Mahali hapa wafu wanafufuka, mahali hapa biashara zinafufuka, mahali hapa ndoa inayokaribia kuvunjika inasimama tena. Mahali hapa kama uliachwa utatafutwa tena. Hebu mwambie jirani yako kwamba umekuja sehemu sahihi jioni ya leo. Uko mahali sahihi jioni ya leo. Haleluya! Majeshi, 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 majeshi katika nyumba hii ya ufufuo na uzima, mahali ambapo Mungu anaishi, mahali ambapo amepachagua akapapa jina lake. Hapa ni mahali ambapo yule Mungu mtenda miujiza yuko hapa tena jioni ya leo. Na jioni ya leo Baba yetu, Baba wa nyumba hii amenipa kibali nije niongee na wewe tena. Amenituma nije niseme na wewe tena, nije nikupe habari njema za ufalme, nije nikupe habari njema za kutoka kwenye tatizo ulilonalo. Haleluya! Majeshi, majeshi, nyumba hii tunaye Baba yetu, Baba anayekupenda sana, Baba ambaye hata sasa anakuombea. Hebu nisikie ukimpigia makofi Baba yetu. Pigie kelele za shangwe Baba yetu, yule Baba anayetupenda na kutujali, yule Baba anayetuombea, yule Baba anayekesha kwa ajili yetu. Hebu nisikie ukimpigia makofi mengi. Haleluya! Amen, amen. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Basi naomba ukae. Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, nakushukuru Bwana kwa ajili ya jioni nyingine ambayo umenichagua, umenipa neema na kibali cha kuja nyumbani mwako. Na kushukuru kwa ajili ya baba yetu ambaye amenichagua na kunipa kibali cha kuja kusema na ndugu zangu hawa. Asante Bwana kwa ajili ya kila mmoja ambaye amekuja jioni ya leo. Asante kwa sababu hatutaondoka kama tulivyokuja. Tunatoka na jambo jipya litakalobadilisha maisha yetu kwa jina la Yesu. Aliyekuja anaumwa anaondoka akiwa mzima kwa jina la Yesu. Wewe uliyekuja una shida yoyote, tarajia kutoka kwenye shida ulionayo kwa damu ya mwana kondoo. Asante Bwana kwa sababu utasema nasi. Asante kwa sababu Roho Mtakatifu yuko hapa kwa ajili ya kutufundisha na kutupa neno lituweke huru, ili tuwe huru kweli kweli katika jina la Yesu. Amen. Amen, amen. Jumatatu juzi baba alitufundisha somo linaitwa kuvuka kipimo chao. Baba yetu akatufundisha kwamba kuna vipimo ambavyo Mungu amekuwekea, lakini duniani wapo watu ambao huwa wanabadilisha vipimo. Huwa wanakuwekea kipimo kingine. Kama Mungu alikuwekea wewe uwe na kilomita 2000, wao wanakuwekea kilomita 100. Vipo vipimo ambavyo Mungu amemwekea kila mtu. Wakati unakuja dunia lilipo kusudi ambalo Mungu alikuleta kwalo. Lipo kusudi ambalo Mungu amekuleta uje ulifanye. Sasa wao wachawi, waganga wa kienyeji, wasoma nyota, wasihiri, watu wenye wivu, watu wenye macho mabaya, watu wenye nia mbaya na wewe, wanabadilisha kipimo. Wanakuwekea kipimo kingine ambacho sio sahihi. Leo tunarudisha kipimo chetu kwa jina la Yesu. Leo tunarudisha kipimo kwa damu ya mwana kondoo. Tunavuka vipimo vyao walivyoweka. Kama walikuwekea kilomita 100 na Mungu amekuwekea kilomita nyingi zaidi, leo tunavuka, tunaenda kwenye zile kilomita ambazo Mungu ametuwekea kwa jina la Yesu. Sema leo navuka. Leo navuka. Navuka kipimo chao. Sema navuka kipimo chao.
Leo tunavuka kwa jina la Yesu. Baba yetu akatufundisha kwamba watu mara nyingi vita zilizopo duniani wanakuwa wameona kwamba umepita kipimo ambacho wao wamekupangia. Kipimo chao ukishakivuka tu ndipo vita zinaanza. Vita hazianzi hivi hivi. Ukiona una vita juu ya jambo fulani, ujue kwamba jambo hilo kuna kipimo waliweka juu ya jambo hilo. Hicho kipimo unajaribu kukivuka. Sasa wanakuona unataka kukipita kile kipimo, wanaanzisha vita na wewe. Majeshi. Kuna mwingine anasema mbona mimi siolewi? Wanajua kabisa kwamba wewe ukiolewa utazaa rais wa nchi. Wanajua wewe ukiolewa utazaa askofu. Wanajua wewe ukioa mke wako na wewe mtazaa mtoto ambaye atakuwa waziri mkuu kwenye nchi. Wanachungulia, wanaona kupitia uimbaji. Kama wewe ni mtoaji utapimwa kupitia utoaji. Kama wewe ni mfanya usafi utapimwa kupitia kufanya usafi. Kama wewe ni msaidia wengine utapimwa kupitia kusaidia wengine. Biblia inasema nilipokuwa mgonjwa hamkuja kuniona. Anaposema hivyo Mungu kwenye Biblia kwamba alipokuwa mgonjwa hamkuja kumuona, sio kwamba Mungu ndo alilazwa hospitali. Sio kwamba Mungu ndo alikuwa mwananyamala. Maana yake ni watu wake hawa ndugu zako, hawa jirani zako, hawa washirika wenzio, hawa watendakazi wenzio. Huyo uliyekaa naye kwenye kiti akiumwa uende ukamuone hospitali kwa jina la Yesu. Majeshi. Hebu tusome kitabu cha Marko sura ya 4 na mstari wa 24. Marko sura ya 4 na mstari wa 24. Marko 4:24. Fungua kitabu cha Marko sura ya 4 na mstari wa 24. Kama umefika sema amen. Marko 4 mstari wa 24. Tusome kwa pamoja. Akawaambia, angalieni msikialo. Turudie hapo. Akawaambia, angalieni msikialo. Kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, tena mtazidishiwa. Angalieni msikialo. Wewe unasikia mambo au husikii? Angalia lile unalolisikia. Kuna jambo unalisikia, mtu anaongea, inawezekana namsema mtu mwingine. Biblia inatuambia angalia usikialo. Lile unalolisikia wewe umeliongezea nini? Yanielewa, utanielewa tu. Lile unalolisikia wewe umeliongezea nini? Hilo jambo hata likawa baya sana kuliko lilivyokuwa mwanzo. Ni kweli ametoka mzee mmoja akaja kukuambia kwamba bwana, umemuona Sia? Akaongea jambo moja la Sia, wewe ukaongeza na la pili. Lile unalolisikia, angalia ulisikialo, unaliongezaga kiasi gani au unalipunguzaga kiasi gani? Kuna neno unakuwa umelisikia kuhusu mtu fulani, inawezekana ni baya, ila umelisikia. Si umelisikia, lakini ni baya, ila umelisikia, na inawezekana sio la kweli, lakini umelisikia. Je, umeliongezea nini? Majeshi. Baba yetu alituambia kwamba neno lolote ambalo halijengi mega church tupa kule, achana nalo. Wewe ndugu yangu, lile jambo ambalo umelisikia hata sio zuri kuliongea tena kwa mtu mwingine, ndio umelishikia kidedea, ndio umelibebea bendera, ndio unatembea nalo mtaani, unasema umemuona Pastor Kimati, ndugu yangu, kwani wewe hilo jambo linakusaidia nini? Nikuulize, hilo jambo linakusaidia nini? Nimepita kwake, nimekuta amelala pale, hajala leo, ameshinda na njaa. Sasa hilo unamwambia huyu ili iweje? Ndugu yangu, majeshi. Kuna mwingine anaona mtu ni kweli amevaa sketi yake imechanika, alafu hakujua kama imechanika. Wewe mama umeona sketi ya ndugu yako imechanika, haujamwambia yule aliyechanika sketi kwamba ndugu yangu sketi yako imechanika hivi, tafuta namna ujisitiri. Unatoka hapo unaenda kwa mwingine, unamwambia umemuona sketi yake imechanika. Sasa hilo linakusaidia nini? Majeshi. Lile unalolisikia, umesikia kwa mtu anasema ni jambo sio zuri, lakini kwa nini ulishikie kidedea?
Kwa nini ulibebee jambo hilo kwa uzito wakati halina maana? Kwa nini uanze kusambaza habari ambayo sio kweli? Umelisikia kweli, afu mbaya zaidi umeongeza na chumvi. Alafu ni Mkristo, afu umeokoka. Unanena na kwa lugha. Lakini unachukua neno ambalo umelisikia kutoka huku, unapeleka huku ukiliongezea na chumvi juu. Angalia lile neno usikialo. Usiliongezee chumvi. Usiruhusu akili yako, usiruhusu masikio yako kusikia maneno mabaya na kuyabeba. Majeshi, mbona yapo mambo mengi ya kusema? Kwa nini usitangaze mambo mazuri mema? Kwa nini unatangaza mambo mabaya? Kuna mwingine yeye anasemaga mabaya tu ya watu, hasemagi mazuri. Ukifanya vizuri hasemi zuri, ila yeye anasemaga mabaya tu. Ukikosea yeye ndo analibeba hilo jambo, anasema umeona alipofanya Modesta, umeona eti baya, yeye ndo ameliona la thamani sana, ndo analitambaza kwa watu. Alafu mazuri hasemi kwamba baba leo alivyosema waliowahi Modesta alikuwa wa kwanza, hasemi. Ila anachagua lingine baya ambalo anajua kabisa kwamba hili linamchafua Modesta. Majeshi, lile ambalo unaona kwamba halina faida, achana nalo. Mbona yako mengi ya kusema? Mbona yako mengi mazuri? Binadamu huwa tunafanyaje? Binadamu wengi, mtu akitenda mazuri 1000, alafu akatenda baya 1, linafuta mazuri 1000, linabaki baya 1. Unamwona yule alidondoka akateleza, akakaa tukamuona alivyodondoka. Yaani hilo ndio la kuja, yaani kati ya mambo yake yote alilonalo, huna zuri la kuja kusema ila kwamba alidondoka akakaa Yaani hilo ndio naliona zuri sana, kuliko kusema gauni lake alilovaa leo ni zuri sana, kuliko kusema yule mtu amependeza, ni mzuri, mimi nampenda. Hivyo uvioni, ila wewe unasema alidondoka. Ndugu yangu, angalia mambo unayoyasema. Angalia lile unalolisikia. Ulisikialo usiliongezee chumvi. Majeshi. Wakati mwingine aliyekwambia ni muongo amelitunga. Mimi nikwambia kuna watu ni watungaji. Yaani watu, anaweza kawa ni mpiga majeshi mwenzio, lakini anatunga. Yaani anatunga maneno utafikiri ni kweli, kumbe katunga. Tukalala usiku akaanza kuwaza, akatunga neno analoliona yeye. Hawa walivyo hawa, si hawajaoana hawa, si hawajafunga ndoa. Huyu sio mke wake wala sio mume wake. Kwa nini kila siku wanaongozana? Kwa nini kila siku wanaongozana wakitembea? Kwa nini wanacheka sana? Ndugu yangu, wakicheka wao unasikia vibaya. Ukiona hivyo una mapepo hata kama umeokoka. Ukiona watu wanacheka, wanaongozana afu wewe unajisikia vibaya, ujue hauko sawa ndani. Ujue wewe umeshaharibika ndani. Jioni leo badilika kwa jina la Yesu. Ukiona watu wanacheka, kwa nini wewe uanze kutafsiri vibaya? Ukiona watu wanafurahi, kwa nini wewe uanze kutafsiri vibaya? Kwani hawana jema walilolifanya? Walivyoshika vikono wamecheka. Nimeona wamefurahi, wanacheka. Unajua mtu akicheka, hata kama ulikuwa umenuna, yani anavyocheka, hata kama hujui anacheka nini, na wewe unasikia kucheka. Hivi unajua Mungu ameumba hiyo. Mungu ameumba kwamba watu, ukiona mtu anacheka sana, yani anacheka anavunja mbavu, ukimwangalia hivi unajikuta na wewe unaanza kucheka. Yaani hata ujue anacheka nini, unaanza kucheka. Sasa wewe uko kinyume chake. Watu wamefurahi wanacheka, wewe unaanza kuwaza vingine. Kucheka huku sio bure hawa Ndugu yangu wewe, kwani hatuna mambo mazuri ya kucheka pamoja? Wewe ukiona watu wanacheka pamoja tu unainuka na jambo, alafu unatoka unaenda kumwambia mwingine, basi Pastor Mage nikwambie, nimeona nakwambia alikuwa anacheka. Si anacheka, yani anachekaje na yule kaka? Kwani wewe akicheka na wewe kaka unapata hasara gani? Kwani wakicheka wewe mbona unacheka na wengine? Kwa nini wewe unawatafsiria wengine vibaya? Ndugu yangu, lolote unalolisikia kama halina maana, achana nalo. Kama ni la utukufu wa Mungu liseme, lakini kama halina utukufu wa Mungu, la nini? Achana nalo. Kwa sababu alijengi ufalme, linakuharibia hata ukiroho wako. Kuna namna uko ndani, kuna namna ukiroho wako upo, huo ukiroho wako unakuwa kutokana na yale unayoyasikia na kuyasema. Unasikia nini? Unasema nini? Kile kinachosemwa, wamesema lile jambo limtokalo mtu ndio linaloujaza moyo wake.
Ukiona mtu anasema hivyo, yeye ndio mwenye hizo tabia. Sasa nikwambie, na wewe unayeletewa sasa, mtu kakuletea anasema umeona, nimeona Pastor Lilian hivi, huyo mtu ujue kwamba analolisema ndio limeujaza moyo wake, sio kwa Lilian. Akitoka hapo atasema hata ya kwako, tena atasema ya uongo ambayo sio ya kweli, atakutungia, kwa sababu hata huyo Lilian anayemsema amemtungia majeshi. Ukiona jambo lolote ambalo sio la ufalme wa Mungu, achana nalo. Ukiona jambo lolote ambalo ni la mtu, ni la kumuumiza mtu mwingine, unawaza kwamba hivi hili jambo ninalolisema, yule mtu akilisikia atajisikiaje? Waza hivyo kwamba je, ningekuwa mimi ningejisikiaje? Alafu mbaya zaidi, bora uende ukamfuate aliyesemewa. Wewe ndio unalipeleka kwa mtu watatu na wanne na watano na wasita, unazidi kumchafua yule mtu. Kumbe mnamchafua, mnapata dhambi bure, mnapimiwa kipimo ambacho hamkustahili, kwa sababu mmemwonea mtu wa watu, hata hajui chochote. Hebu tusome mstari unaopata uone. Tusome mstari unaofuata. Amesema, angalieni msikialo, kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, tena mtazidishiwa. Kumbe lile jambo ambalo unamzushia mwenzio, yule mtu ambaye amekuletea, ukalichukua ukalibeba ukapeleka kwingine, la kwako litakuwa kubwa kuliko lile, litakuumiza kuliko lile la kwanza ambalo umemsemea mtu mwingine. Kwa sababu yule mtu wakati unasema, yeye si hayupo. Unatakiwa uwaze, je, ningekuwa mimi hili jambo ningejisikiaje? Je, hili jambo ningekuwa nimesemewa mimi au amesemewa mtoto wangu, angejisikiaje? Amesemewa mtoto wa jirani, wewe ndio unalibeba. Je, ungekuwa umesemewa wewe, ungejisikiaje? Ukiwaza hivyo, hutasambaza habari za namna hii kwa mtu mwingine. Utakuwa unajua kabisa kwamba hili jambo linaumiza, hili jambo ni baya. Kuna maneno yanasemwa linakuwa linaumiza watu, linamuumiza yule ambaye amesemewa hilo jambo. Wewe huwezi kujua kwa sababu unalibeba, unasikia raha tu kusema, lakini huwazi kwamba huyu mtu akilipata hili neno atajisikiaje. Huyu mtu hili neno likimfikia atajisikiaje? Ni maneno mengi yamesemwa juu yako. Najua hata wewe uko hapa leo, inawezekana una uchungu moyoni. Kuna maneno yalisemwa mahali, inawezekana ni mtaani unakoishi, inawezekana ni kazini unakofanya kazi, inawezekana ni shuleni unakosoma, inawezekana ni ofisini kwako. Kuna maneno yamesemwa ambayo yamekufanya uumie. Inawezekana ni jirani zako wamesema, ni maneno ya uongo yamekufanya uumie. Leo naenda kutamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, yoyote aliyetamka maneno mabaya juu yako yakasababisha vidonda, ninavifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Yule Yesu Kristo anayejua kuganga mioyo, akugange moyo jioni ya leo. Yale maumivu yalionayo ninayatoesha kwa damu ya mwana kondoo. Yale maumivu yaliyopo moyoni mwako ambaye yamesababishwa na maneno yaliyotamkwa, ninayafuta kwa damu ya mwana kondoo. Ninayafuta yote kwa jina la Yesu. Amen. Majeshi. Tusome kitabu cha mwisho kwa leo, Mathayo 7 mstari wa 2. Mathayo 7 mstari wa 2. Mathayo 7:2. Hiki ni kitabu kirahisi, naamini umefika. Kama umefika sema amen. Imeandikwa, kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Hukumu ile unayohukumu ndio utakayohukumiwa. Tumekuwa wahukumu. Biblia inasema usihukumu usije ukahukumiwa. Tumekuwa majaji, tumekuwa mahakimu. Yaani wewe ndio unayehukumu kesi. Kuna mwingine, yani wewe, mimi napenda, Baba amenipa nafasi niseme na wewe jioni ya leo. Napenda nikwambie kwamba yale mambo ambayo tunaishi nayo nyumbani, kazini, kanisani, mtaani, kwenye basi, yale mambo yale ndio nataka niongee na wewe jioni ya leo. Kuna hukumu ambazo huwa unazitoa. Wewe sio jaji. Kumbuka kwamba je, wewe wangekuhukumu kama unavyohukumu wengine, ungebaki? Ungekuwepo mpaka leo?
Hizo hukumu unazozitoa kwa watu wengine, ungehukumiwa wewe, ungekuwa hai mpaka leo. Ni mangapi umekosea wewe? Unajua namna ambavyo umekosea. Umemkosea Mungu na umekosea wanadamu, unajua ambavyo umekosea kwa namna moja ama nyingine, wewe unajua. Lakini mbona unahukumu wenzio, unasahau kwamba na wewe ni mkosaji? Mbona unahukumu wenzio wakati unajua kabisa na wewe kuna makosa unayo? Ni makosa mangapi umeyafanya? Inawezekana ni siri yako au mengine yanajulikana, lakini hamna aliyekuhukumu. Kwa nini wewe unawahukumu wengine? Majeshi, kwa nini wewe umhukumu mwenzio? Ni kweli amekosea. Je, wewe hujawahi kukosea? Biblia inatuambia Yesu alipokuwa akipita, katika kupita kwake, kuna watu walikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mzinzi. Yule mwanamke walikuwa wanamhukumu kwamba ni mzinzi. Lakini Yesu alipopita pale akasema, kama wewe hujawahi tenda dhambi, hujawahi kosa, chukua jiwe wa kwanza kumpiga huyu mama. Wale watu wote walikimbia. Wote walitoroka, kila mtu alienda na njia yake. Na wewe wakati unatoa hukumu kwa mtu mwingine, siku yoyote waza kwamba hapa ni kama vile nanyanyua jiwe kumpiga mtu huyu. Je, mimi sijawahi kukosea? Je, mimi sijawahi kwenda kinyume? Je, mimi ni mangapi nimeyafanya kinyume? Majeshi, unapomhukumu mtu unasema yule dada ni mzinzi sana, alikuwa mzinzi ndio maana hata hapati watoto, kwa sababu kabla hajaolewa alikuwa mzinzi. Wewe ukuzini kabla hujaolewa, si ulizini? Mbona Mungu alikupa watoto, umezaa wa kike na wa kiume na mapacha juu? Mbona wewe Mungu amekupa? Kwani hakujua kama wewe ulikuwa na tabia hizo? Lakini Mungu mbona alikuacha, akakurehemu, akakufanya umezaa watoto? Kuna mwingine anasema huyu hapa hawezi kuolewa kwa sababu alizaa nyumbani. Wewe kwenu wewe ni mtoto wa kwanza. Si upo kaka yako mwingine ambaye mama yako alimpata kabla wewe hajaolewa na babako? Si yupo? Mbona mama yako aliyekuzaa alikuwa na hayo mambo? Mbona hukumu? Ndugu yangu, kila jambo unalotoa, hukumu yoyote unayotoa juu ya mtu yoyote, waza kwamba hili jambo linaweza likawa kwangu. Inawezekana na mimi kwenye kutenda kwangu ni vile Mungu amenirehemu. Mungu anaturehemu tu. Hata kuishi kwako ni kwa rehema zake. Ni neema ya Mungu tu inayokufanya usimame hata leo. Sio kwamba we ni mtakatifu sana. Inawezekana we una dhambi kuliko yule mtu mwingine. Majeshi. We unaweza ukawa huko mtakatifu kuliko huyo unayemsemea. Ni kweli amefanya hilo kosa, lakini ni moja. Wewe ni mangapi umefanya, lakini Mungu amekuacha, amekurehemu? Wewe ni mangapi umetenda, lakini Mungu akakuacha? Watu wangapi wanapata ajali barabarani? Mwingine akiona mpata ajali anasema lilikuwa lilevi ndio maana limegongwa na gari. Mara ngapi wewe unapigiwa honi, gari iko hapa, unafungiwa breki, gari iko miguuni kwako? Kwani wewe usingegongwa? Kwani wewe ulikuwa umelewa? Unasema lile litoto la fulani nilivuta bangi. Ndugu yangu, usihukumu usije ukahukumiwa. Mimi nikwambie, nimewahi kwenda gerezani. Nimewahi enda, ila sikuiba. Wala ni kesi fulani hivi. Nisiposema watasema yeye alikuwa, ngoja niiseme. Nisiposema watasema hiyo kesi mbona hakusema? Mbona Pastor Dina ilikuwaje? Kwanza aliendaje gerezani? Nikwambie, mimi niliwahi kwenda gerezani. Nikakaa wiki. Sio magereza ya sasa hivi, magereza zile za zamani ambazo mnakaa humo ndani mnajisaidia kwenye ndoo inaitwa mtondoo. Ndoo inaitwa mtondoo. Yaani mmelala mmebanana kama ndizi. Mkitaka kugeuka mnageuka kwa pamoja. Kwenye hiyo kuna kunguni vibaya mno. Kuna chawa wakufa mtu kama vile wamepandwa. Unang'atwa na chawa, unang'atwa na kunguni, unang'atwa na viroboto, haulali na mmebanana kama ndizi. Na ndoo huo mtondoo iko hapo. Ukienda pale kila mtu anakuona, hamna maji wala tishu. Nataka kuambia hali halisi. Yaani ukimaliza unavaa nguo zako unaenda kulala kwenye ndizi, mnabanana kama kawaida. Na umetoka pale. Na mwenzio akitoka hivyo, waza humo ndani, tudirisha tuko juu, joto la kufa mtu. Sasa nikwambie niliendaje? Nikwambie nilivyoenda ili usitengeneze, wewe si unatengenezaga story. Ili upate cha kusambaza cha ukweli. Mimi nilipanda basi. Nilikuwa naenda Mwanza. Natoka Arusha. Kwenye lile basi tunatembea tu kidogo kama hapa labda na
kama hapa labda kama kutoka stendi ya mkoa hadi Kibaha hivi, sio mbali sana. Kufika pale akaingia kaka mmoja ana begi. Huyo kaka akaniambia, bwana, mimi tunaenda wote na mimi naenda Mwanza. Tuko marafiki, tumekaa siti moja, tukao tunapiga story, tukinunua mahindi tunakula pamoja, tukinunua pipi tunakula pamoja. Huyo kaka ana begi limeandikwa Volcano jeusi, na alikumbuka mpaka leo. Sasa kwenye ile begi tumeenda mbele kidogo, yule mtu akasema, bwana, mimi nasikia nimebanwa na haja ndogo. Pale mbele kuna wakaguzi, polisi wanakagua mizigo. Kwa hiyo nikifika pale mbele nitaenda mimi nishuke mara moja nikachimbe dawa. Kwa hiyo wakija waambie hili begi niangalizie, yani waambie ni la kwako. Sasa mimi si ni rafiki yangu, tumekutana kwenye gari kama hapo na hapa, tushakuwa ndugu kiaina na mahindi tumekula. Kwa hiyo mimi nikasema sawa. Yule kaka kufika pale kuchimba dawa, polisi wanapokagua akashuka akamwambia, kwenda nimebanwa. Watu wakamwambia, basi nenda, wakati hao polisi wanakagua, japo sio kituo cha kuchimba dawa, kachimbe kwa sababu umebanwa sana. Yule kaka akashuka. Alivyoshuka polisi wakaja stendi ya kwanza kwangu kwenye lile begi. Mimi nilikuwa sijui chochote. Sasa unajua, nakwambia hivi na wewe ushamba ukutoke. Mimi nilikuwa mshamba wa kujua kwamba mtu anavyoshuka ikwambia niangalizie begi. Kataa, ile begi mimi silijua, aliyeshuka simfahamu. Mimi nikasema hili begi ni la huyu mtu, tumetoka naye, yani ni ndugu yangu kabisa. Yani mimi nilikuwa naona kama ni ndugu yangu kwa sababu tushakuwa marafiki. Kumbe kuna msara. Mimi sijui chochote kuhusu hilo begi. Wakafungua akasema, ndio hivi basi wewe dada uko chini ya ulinzi. Nikasema, chini ya ulinzi kivipi? Wewe si ndio una hili begi, si umeachiwa? Umesema umeachiwa, si umekabidhiwa? Nikasema huyu kaka mimi, basi uko chini ya ulinzi. Kaka yule hakurudi. Nikachukuliwa, ndio nikaenda gerezani. Sio kwamba nilifungwa, ilikuwa kesi inaendelea, ila baadaye nilikuja kutoka. Mule ndani ya magereza niliokuta watu wana kesi za ajabu. Yaani ukiuliza mtu kesi yake, hata hakufanya chochote, lakini ndo amefungwa kifungo cha maisha. Hata hakufanya chochote, ndio yuko gerezani anateseka, analala hivyo kama ndizi, maisha yake yote atakuwa analala hivyo kwa sababu kuna mtu tu amemhukumu huku mtaani, akapeleka kwa hakimu na ushahidi wake wa uongo, akahukumiwa huyo mtu mpaka anafia gerezani. Nilipofika gerezani nilikutana na mtoto mmoja, alikuwa na miaka 17. Huyo binti, mtoto wa kike, akasema, mimi dada, wakati kwa sababu kipindi hicho na mimi nilikuwa dada, sikuwa mzee, nilikuwa mdada. Akasema, mimi dada, nilikuwa nafanya kazi kwa mtu, nilikuwa house girl. Nilikuwa naachiwa mtoto, wanaenda kazini. Wakienda kazini wananiacha na mtoto kutwa nzima, wakirudi wanamkuta mtoto kama ambavyo wewe unafanya. Ndio kama ambavyo wewe unafanya. Sasa yule binti anasema, mimi yule mtoto alikuwa anataka kukaa mgongoni ili nifanye kazi zangu, inabidi awe mgongoni. Nikimshusha siwezi kufanya kitu chochote kwa sababu inabidi nikae niwe nimembeba tu na mbembeleza. Kwa hiyo nilikuwa naona njia nzuri ni kumweka mgongoni ili nifue, nipike, nifanye usafi, yule mtoto abaki mgongoni. Kama alivyo mtoto wako msumbufu, si unamjua? Sasa huyo binti akasema mtoto wa yule alikuwa anakaa mgongoni masaa yote. Sasa siku hiyo nimemaliza kufua, nimefanya usafi, nimepika chakula, nimepika uji, yule mtoto anajua amelala mgongoni, nikaandaa uji, nikapoza, nikauweka hapo, nikasema sasa nimwamshe mtoto anywe uji. Nilivyomwamsha mtoto hakuamka mpaka leo. Sasa nimemwamsha yule mtoto, amka unywe uji, nikakuta mtoto amelegea tu. Nikaanza kumtingisha, amelegea tu, nikamuita jina, namtingisha, namwamsha, amelegea. Nikapiga kelele, majirani wakaja, wakasema wewe ndio umemuua mtoto. Kwa hiyo niko gerezani kwa kosa hilo la kuua huyo mtoto ambaye sio mimi nilimuua. Sasa je, wewe umehukumu wangapi kwa namna hiyo? Umehukumu wangapi kwa namna hiyo? Unajua ni wangapi wako jela? Unajua jela sio lazima awe yuko maabusu ya Keko au maabusu sijui ya wapi. Hapana. Kuna jela zingine watu wanazo mioyoni mwao kwa sababu ya hukumu ulizozitoa. Mtu yuko na gereza, anatembea akiwa kwenye magereza kwa sababu ya maneno ambayo wewe umewahi kuyasema. Ukatamka maneno. Nakumbuka wiki iliyopita nilikwambia maneno yako yanaumba. Kile ambacho ulikuwa umemsemea yule mtu kibaya, ulimhukumu kitu kibaya, na wengine wakasikia wakasema, huyu ni mtumishi wa Mungu kabisa, ameokoka.
ni potential kabisa, ni mtenda kazi, anaendaga kanisani, tunamwona karibia wiki nzima anaendaga kanisani na kurudi, anafunga sana, akianza kuomba anapiga kelele, hatuwezi kulala. Ni mtu wa Mungu kabisa. Kwa hiyo lile unalolisema wanalibeba zimazima, wakiamini kwamba ni mtu wa Mungu amelisema, kumbe umelitunga, kumbe ni uongo, kumbe ni hukumu unazitoa kwa mtu ambazo hata sio za kweli, kwa sababu tu ulisikia mtu mwingine anasema, ukalibeba kama lilivyo, ukalipeleka kwa mtu mwingine, umemfanya huyo mtu ateseke kwa sababu yako. Umemfanya huyo mtu awe na maumivu moyoni kwa sababu ya maneno. Umemfanya huyo mtu ashindwe kuwa na amani kwa sababu ya maneno. Kuna wakati mwingine unawaza hivi, kwa nini yule pale hajanisalimia? Mimi nakwambia ukweli, nikushukie kabisa hapa ili tuwe tunaonana. Unasema kwa nini yule, kwa nini Pastor Kimati? Mbona amepita tu aje? Mbona Gwandumi kapita tu hapa? Anageleza, ana kidonda huku ndani. Kuna kitu ulisema umesahau. Umesahau, lakini kwa sababu uliyemsemea ni yeye, analikumbuka. Akipita anatamani akusalimie, lakini anakumbuka ile hukumu uliyemhukumu. Anakumbuka anapita, ila ukimsalimia ukisema utukufu, anasema kwa Yesu, anatabasamu. Lakini unadhani kuna lineno ulisema. Jioni ya leo kila neno ambalo huwa unaongea lipime kwa jina la Yesu. Kama kuna jambo huwa unalisema juu ya mtu mwingine, kuanzia leo uliache kwa damu ya mwana kondoo. Yale maneno yoyote ambayo unajua ni ya uzushi au ni ya kweli, kama hayajengi ufalme, achana nalo kwa jina la Yesu. Maana unawahukumu watu, unawatengenezea magereza kwenye mioyo yao, unawatengenezea vidonda kwenye mioyo yao. Leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, ninaamuru katika jina la Yesu, neno lolote lililotungwa na yoyote likasababisha maumivu kwa mtu, kwa damu ya Yesu Kristo ninalifuta kwa jina la Yesu, ninalifuta kwa damu ya mwana kondoo. Hebu sema kwa jina la Yesu, sema kwa jina la Yesu, kila neno nililotamka likafanyika ukuta kwenye maisha ya mtu, likafanyika ukuta kwenye maisha ya mtu, ninalifuta kwa damu ya Yesu, ninalifuta kwa damu ya mwana kondoo. Neno lolote nililotamka ninalifuta kwa jina la Yesu. Kila ukuta niliojenga kwa mtu ukasababisha aishi kwa maumivu, ukasababisha ateseke, ninaamuru kwa damu ya Yesu Kristo, ewe ukuta wa maneno, vunjika kwa jina la Yesu, vunjika kwa damu ya mwana kondoo. Kipimo chochote ambacho niliwahi kumpimia mtu nikamhukumu vibaya, kikasababisha mtu ateseke, leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ninakifuta, ninakifuta kwa damu ya mwana kondoo. Ninavuka kipimo hicho kwa jina la Yesu, ninavuka kwa damu ya mwana kondoo. Sema navuka, sema navuka kwa jina la Yesu, sema navuka, navuka kwa jina la Yesu. Kwa kuwa hukumu ile ile uhukumuyo ndiyo utakayohukumiwa nayo. Kama uliwahukumu watu vibaya, utahukumiwa hivyo hivyo. Kama kuna neno uliwahi kulitamka ambalo unajua halikuwa la kweli, likasababisha mtu mwingine ateseke, na wewe utahukumiwa hivyo hivyo. Usiwe unahukumu kwa jina la Yesu. Biblia imetukataza kuhukumu, kwa sababu anayehukumu atahukumiwa. Majeshi, majeshi, jioni ya leo sema nakataa kuhukumu. Sema nakataa kuhukumu. Nakataa kuhukumu kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Baba yetu atufundisha kwamba Nehemia ambaye alikuwa ni mjenzi, alitoka kwenye nchi yake, mfalme akampatia vifaa vya kujengea, akaenda kwenye kujenga, lakini bado kule kulikuwa na vikwazo kama unavyovipitia wewe. Inawezekana ni kweli ulipata pesa ukaanza biashara, lakini kwenye biashara yako kuna vikwazo unakutana navyo. Vikwazo hivyo vinaweza vikawa wewe unawaza hivi, kwa nini mimi nikifanya biashara nafilisika tena? Nikiinuka tena nafilisika. Mtaji huu nikipata napewa mtaji labda 500,000, inapungua sasa hivi iko 250,000 na bado inaendelea kupungua kila siku. Ni kwa sababu kuna watu wameweka vikwazo ili wewe usitoboe hapo ulipo, ili wewe usitoke hapo ulipo. Ni ukuta wamekujengea. Leo tunaruka kuta zao kwa jina la Yesu. Leo tunaruka kuta zao kwa damu ya mwana kondoo. Adui yako yoyote aliyejenga ukuta mbele yako ili kwamba wewe usifanikiwe, ili kwamba wewe usitoke, leo tunatoka kwenye huo ukuta kwa damu ya mwana kondoo. Tunauruka kwa jina la Yesu. Sema naruka ukuta. Sema naruka ukuta.
kila ukuta niliowekewa ili kwamba nisifanikiwe, ili kwamba nisitoke, ili kwamba nisiolewe, ili kwamba nisioe, ili kwamba nisizae. Leo naruka ukuta, leo naruka ukuta ili kwamba nisipendwe. Leo naruka ukuta, sema naruka ukuta, naruka ukuta kwa jina la Yesu. Hebu simama sasa, simama sasa, tuvuke vipimo vyao kwa jina la Yesu. Hebu simama, tuvuke vipimo vyao. Sema kwa jina la Yesu, kila kipimo nilichowekewa kwenye maisha yangu ninakivuka kwa jina la Yesu. Ninavuka kwa damu ya mwana kondoo. Kile kipimo cha afya ninakivuka kwa jina la Yesu. Kile kipimo cha mafanikio ninakivuka kwa jina la Yesu. Yoyote aliyeona mafanikio yangu akaweka kipimo, leo navuka, ninakiruka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu navuka vipimo vyao walivyonipimia kwenye ndoa yangu, kwenye biashara yangu, kwa watoto wangu. Navuka kwa jina la Yesu. Navuka hivyo vipimo kwa damu ya mwana kondoo. Sema navuka kwa jina la Yesu. Hebu vuka sasa, anza kuvuka vipimo vyote. Unajua kipimo gani umewekewa kwenye maisha yako? Anza kuvuka sasa. Kama ni kipimo cha afya, hebu kivuke sasa. Kama ni kipimo cha ndoa, hebu kuvuka sasa. Kama ni kipimo cha uzao, hebu vuka sasa. Kama walikuita mgumba, kama walikuita tasa, hebu vuka, vuka hicho kipimo. Walikuita tasa, wewe vuka hicho kipimo. Sema mimi sio tasa, mimi nazaa watoto mapacha, mimi nazaa watoto 7. Hebu vuka hicho kipimo chao. Vuka, vuka. Kama walikuwekea kipimo cha maisha ili kwamba ufe kabla ya wakati, vuka kwa jina la Yesu. Sema naishi miaka mingi, navuka, 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 navuka. Hebu vuka, vuka. Anza kuvuka sasa. Vuka vipimo vyao kwa jina la Yesu Kristo. Navuka shandaka palamanda shata eria masoto koshakapa. Navuka, 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 navuka. Kila kipimo kilichowekwa kwenye maisha yangu leo nakivuka kwa damu ya Yesu Kristo. Navuka, navuka. Kipimo cha umaskini nakivuka. Hebu vuka, vuka, vuka kwa jina la Yesu. Yanda tatakapa, yando boda makapa masata eria masoto koshakapa. Kile kipimo cha kutokubalika leo nakivuka kwa damu ya Yesu Kristo. Navuka vipimo vyao indakatakashata yando boda makapa. Hebu vuka, 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 vuka kwa damu ya Yesu Kristo. Yanda makapa la mandoshe teke. Kwa msaada wa Bwana leo tunaruka ukuta. Hebu ruka kuta zao zote walizokuwekea ili kwamba usitajirike, ili kwamba usioe, ili kwamba usiolewe, ili kwamba usizae. Ruka kuta zao eramando shata yanda kasete kesakapa eria masotoromo yanda tatata ekaparamanda shata yandoromo na makapa. Naruka, naruka, naruka ukuta kwa msaada wa Bwana. Yanda tatakapa. Nalifuatia jeshi eria masoto koshakapa kwa msaada wa Bwana. Naruka ukuta. Hebu ruka ukuta wao, ule ukuta wa magonjwa. Ruka kwa jina la Yesu. Ule ukuta wa kansa naruka, 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 naruka. Ule ugonjwa waliotuwekea tufe na ugonjwa wa kufanana, leo naruka ukuta. Shata tatata emakatoko sekete yanda makapa era masoto kozakata yanda tatatata sharaba sando koposhata rato koposhande kipepesete shata rato koposhanda kapapasete. Kila ukuta aloweka kwa damu mwana kondoo, ukuta wa magonjwa kwa mamlaka jina la Yesu, ukuta wa kufa kabla wakati kwa damu ya mwana kondoo, ukuta wa kutokufanikiwa kwa damu ya Yesu Kristo uwe takapasete. Ukuta kwenye kipato kwa mamlaka jina la Yesu, imeandikwa shata kapapasete rando kopo shata. Kwa msaada wa Bwana nitatenda mambo makubwa. Kwa msaada wa Bwana nitavuka ukuta. Anza kuvuka ukuta. Navuka ukuta kwa damu ya mwana kondoo. Navuka ukuta kwa damu ya mwana kondoo. Rata kapashata yande kefepesata. Ukuta kuachwa, ukuta kuona kuachika kwa damu ya mwana kondoo. Ukuta kutokupata kwa damu ya Yesu Kristo. Ukuta wa magonjwa, ukuta wa magonjwa, ukuta wa kifo, ukuta wa kufanikiwa kwa damu ya mwana kondoo. Ratakapashata yande kefepeshata tasata ratoko shande kefepesata ratakapashata. Navuka ukuta, navuka ukuta, navuka kwa damu ya mwana kondoo. Navuka, navuka, navuka kwa mamlaka jina la Yesu. Shande kefepesata
sata eratoko shande ke vive sata yande ke vive sata sata erataka pashata yande ke vive sata kapashata yande ke peshata kapapasata yande ke vive shata. Ukuta kutokufanikiwa, ukuta mawazo, ukuta kumtumikia Mungu, ukuta kutokutoa, ukuta kutokuombea wengine, kwa damu ya mwana kondoo naangusha kila ukuta, naangusha kila ukuta. Imeandikwa shata kapa, mimi ni lungu la Bwana na silaha za Bwana za vita. Leo nageuka kwa nyundo, nageuka kwa lungu, na vunja na pasua kila ukuta, na uvunja kwa damu ya mwana kondoo, na uvunja ukuta, na ponda ukuta wa zege, na uponda ukuta wa chuma, na konda na uponda ukuta wa shaba, na achia moto shande kepepe sata sata eratokopo shanda kapapasete. Imeandikwa kwa damu ya mwana kondoo shata kapapasata, huwafanya malaika zake kuwa upepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Na mimi nakuja kuwa mwali wa moto, nakuja kama upepo ndani ya mlima mrefu. Mbele ya Zerubabeli utakuwa nchi tambarare. Kila ukuta na ushusha, anza kushusha na ushusha ukuta, na ushusha ukuta, na ushusha ukuta kwa damu ya mwana kondoo shende kepepe sata erata kapapasata yande kepepe sata sata. Aliyepanga nife kabla wakati akanijengea ukuta wa kufia utumwani, kwa damu ya mwana kondoo leo naponda, na vunja na pasua ukuta, na achia moto, na shusha ukuta, na bomoa kuta zake zote, na bomoa kuta zake zote, na kamata nguzo za ukuta, na kamata nguzo za ukuta rata kapashata rande keveshata kapapasata remama shanda kapapasata. Na achia malaika wenye nguvu, na achia malaika wenye radi, na achia malaika wenye upanga, na angusha ukuta, na uangusha ukuta, na uvunja, na vuka, na vuka, na vuka, na vuka kwenye kipato, na vuka kwenye kipato, na vuka kwenye mtumikia Mungu, na vuka kiuongozi, na vuka kihuduma, na vuka kwenye ndoa, na vuka kwenye uzao, na vuka kielimu, na vuka kiutawala, na vuka, na vuka shende kepepe sata sata ratokopo shanda kapapasata herima sende kepepe sata. Ukuta wote niliojenga kukutaja maneno yaliyo kinyume na mimi, yaliyo kinyume na uzao wangu, yaliyo kinyume na huduma yangu, yaliyo kinyume na kazi yangu, yaliyo kinyume na wadogo zangu, yaliyo kinyume na ndugu zangu wote, yaliyo kinyume na kanisa langu, leo navunja ukuta, na uvunja ukuta. Vunjika, vunjika shatakapa. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Shatakapa sata. Naweka chini kila maneno ya waganga yaliyotamkwa kinyume changu, yaliyojenga ukuta. Imeandikwa kwa sababu hii Mungu alimkirimia mno, yatakapasata. Kwa sababu hii Mungu alimwazimisha mno, akampa jina lipitalo majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Na mimi leo ninaamuru mashetani wote walioweka ukuta mbele yangu, piga magoti chini, lazimisha piga magoti. Mashetani ndani ya ukoo, mizimu ya ukoo, waganga wasomanyota, piga magoti, piga magoti. Mapepo, vipwengwe, piga magoti. Ukuta wa kila namna uliokuja kwa njia ya mapepo, kwa njia ya ugonjwa, yatakapasata. Na lipua moto, na ushusha moto kwa damu ya mwana kondoo. Navuka ukuta, navuka ukuta. Ewe ukuta uliojengeka kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya maneno yangu mabaya, kwa sababu ya mtu alienda kwa mganga akapeleka shtaka, leo nasema imeandikwa, naye Yesu alipokuwa msalabani shatakapapasata shendekevesata, roho yake ikamtoka, akaiendea kuzimu, yatakapasete, akaipokonya funguo ya uzima, yandakapana kuzimu kwa damu ya mwana kondoo, na akaichukua ile hati ya maisha shendekevesata erema shatakapapa shatakapapasata rebababa shata. Sauti ya Bwana azalisha yara, sauti ya Bwana vunja mielezi ya Lebanoni, na vunja ukuta, na achia moto. Nina macho 7, nina pembe 7, nina taa 7 za moto. Shatakapapasata. Nina upanga uliopo wazi mkononi mwangu wenye kukata kuwili. Leo ninakuja, macho yangu mimi ni miali ya moto. Shatakapapasata. Uso wangu yandakapa kama jua, miguu yangu kama shaba iliyosuguliwa. Leo nakanyaga kila ukuta, na ukanyaga kila ukuta. Kanyaga, kanyaga ukuta, na kanyaga ukuta, na lazimisha kuta, na lazimisha kuta. Kanyaga, na kanyaga, na kanyaga, na yeyusha kila ukuta kwa damu ya mwana kondoo. Shatakapasete
Yandeke pepe satata sata, rataka papa shatata sete, yandeke pepe satata sata, rima sandaka papa sata, na vunja ukuta, na shusha nyundo juu ya ukuta, na beba nyundo kwa damu mwana kondoo. Imeandikwa katika jina la Yesu, na shoka limekwisha kuwekwa chini ya mashina ya miti, na kila mtu usiozaa matunda mazuri ukatwa. Imeandikwa tena, jiwe limekwisha kuwekwa, shataka papa sata, yeyote tukamwangukia litamvunja vipande, na yote tukamdondokea litamsaga kiti. Leo nasaga kila ukuta, na usaga, na poromosha jiwe, shendeke pepe sata, rama sendeke pepe sata, rama mashata kapapa sata, reke pepe shata kapa. Inuka ye Bwana juu ya adui zangu wote waliojenga ukuta kwenye maisha yangu, wakajenga ukuta mauti, wakajenga ukuta kwa wadogo zangu, ili kwamba wasisome, ili kwamba wafika wakati. Inuka e Bwana, shata kapapa sete, remama shata kapapa sata, na watawanyike mbele yangu hao wote wanichukiao, waliopanga mashauri kinyume cha masihi wako. Ni nani aliyemgusa masihi wa Bwana akakosa hatia? Leo na wahukumu wote, shata kapapa sata. Nikihukumu mimi, ni Mungu amehukumu; nikifyeka, ni Mungu amefyeka; nikiponda, ni Mungu ameponda; nikivuka, ni Mungu amevuka. Yatakapa imeandikwa, ndipo Musa alipokuwa akitembea, yatakapa ile sanduku la agano likasogea, Musa akasema, inuka e Bwana, adui zangu wote watawanyike, na wakimbia mbele zangu hao wote wanichukiao. Leo mimi nasema tena, inuka e Bwana, shata kapapa sete, rimama shata kapapa sata. Inuka e Bwana juu ya wale wote waliojenga ukuta magonjwa, ukuta mauti, ukuta kutokufanikiwa, ukuta kupata mimba na kutoweka, ukuta kutokuzaa, ukuta kutokupata mme, ukuta shata kapapa sata. Rusha moto, natema moto, nanyi mtapokea nguvu akisha juu yenu Roho Mtakatifu kwa damu mwana kondoo. Yatakapapa sata. Itakuwa katika siku hiyo, shendeke pepe sata, mizigo iliyokulemea ndani ya mabega yako itaondoshwa kwa sababu shata, na ile kamba italainika kwa sababu ya kutiwa kwako mafuta. Leo nimetiwa mafuta. Kila mzigo uliowekwa ambao umekuwa ukuta mbele yangu, unanizuia kutokuona fursa, leo nabomoa kwenye vihenge vyao, na shusha moto, na shusha radi. Shata kapapa sata, erebaba shata kapapa sata. Rusha ndimi za moto, erebaba sharababa sata, rekapapa shendeke pepe sata, rata kapapa shata kapapa, remama shendeke pepe sata, eraba shata kapapa sata, shata kapapa sete. Katika siku hizo nitawapa mashahidi wangu wawili nguvu. Yata kapasete, hiyo ndio ile mizeituni miwili na mtu shata kapa, wakitaka kwa dhulu shanda moto toka vinywani mwao na kuwaua. Hivyo ndivyo pasavyo kuwawa. Leo nina nguvu, natema moto shata kapa kwenye vihenge vyao, kwenye makaburi, njia panda, kwenye mahema yao, kwenye mashujaa wao. Yata kapa, alipo mfalme wao, alipo mwenyekiti wao, natema moto shata kapa pasete, rimama shara baba sete kepe shata kapa. Yeyote leo usika kujenga ukuta, leo namkamata. Anza kukamata. Nakamata shangazi mchawi, nakamata bibi mchawi, nakamata kaka mchawi aliyejenga ukuta kwenye maisha yangu. Nafyeka, anza kurusha upanga, nafyeka shata kapa sete. Yande bebe sharababa satakapa, erema mashata kapasete. Na feka na ponda, na feka yeyote aliyeusuka kujenga ukuta, aliyejenga kwa magonjwa, aliyejenga kwa maneno, leo jata kapapasete kepepa, sharata kepepe shata, rema mashata kapapasata kapa, rende kepepe shata kapapa, rema mashata kapapasata. Na waimba wimbo mpya akisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu. Na leo kwa mamlaka damu mwana kondoo, kila hati zilizotumika kuingia makubaliano kujenga ukuta kwenye maisha yangu, wastahili Bwana kukitoa hicho kitabu. Wewe ulichinjwa ukawanunua watu hawa kwa damu yako takatifu ya thamani. Yata yandokopo shatakapa, maisha yangu kayabeba mikononi mwako. Leo ninasema shatakapa, mimi sio upande wa ukoo wako. Kila ukuta uliojenga ukataja jina langu, nimebadilishwa jina kuanzia sasa. Shatakapa sata, naanza kubeba kila ukuta uliojenga ukauleta kwangu.
na kugeuzia na watoto wako, na kugeuzia na watoto wako, na kugeuzia na ndugu zako wote, na ukoo wako na kazi yako. Aliyejenga magugu, aliyepanda magugu, shatakapapasata, akaweka chumvi chini yake, kwa damu mwana kondoo, beba mpelekee, na peleka ukuta, na upeleka ukuta. Yeyote aliyeweka ukuta kwangu, na ugeuza ukuta ule ule kwake, kwa damu mwana kondoo. Yeye achimbaye shimo atatumbukia ndani yeye mwenyewe, na yeye abiringishaye jiwe, jiwe litamrudia. Yeye abomoaye boma nyoka na nge watamuuma. Aliyepanda mauti akaweka ukuta, shatakapa, ya kwamba baada ya miaka 10 akajenga ukuta, akasema ukifikisha miaka 45 ufe. Leo ninasema huo ukuta umebomoka, nimeubeba, nimeurudisha kwako, kwa damu ya mwana kondoo. Shatakapapasata, shendekepepesata. Farasi na mpanda farasi, Bwana wa matosa baharini, na kamata mganga aliyepewa shtaka, na yeye aliyepeleka shtaka, kwa damu ya mwana kondoo. Shendekepepesata, erema shatakapapa sete, na feka, na ponda, na feka, na feka, na feka, na feka, na feka, na vuka, 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 na feka, na vuka. Nani ya ukoo wangu aliyesema wanaume wafe kabla wakati? Na ponda, na vuka, na feka, na vuka. Bwana mwokoa mwenye haki na njia za waovu, badala yake watumbukiza wao wenyewe. Yatakapapashata, Bwana ameniokoa. Wenye haki ulitaja jina la Mungu wa Yakobo, na wakawa salama. Mimi ni mwenye haki wa Bwana leo. Yatakapapashate, rekepepeshatakapapa, remamashtakapapasete shata, eramashendekepepesatata, ratokoposhatakapapasata, yandekepepesharababa, remamashtakapapasete shata, ratakapapashata, remamasharababasetekepepe, yandakapapashatakapa. Na puliza moto, na achia moto. Yeyote aliyeka kazini, akaleta magonjwa, akaleta ugomvi na migogoro, aliyeka ndani ya ukoo, kwa damu mwana kondoo akanijengea ukuta, leo naachia moto, naachia moto, naachia moto, naachia moto, naachia moto. Shatakapapasete, rimasandakapapashata, yandekepeshatakapapasata, rataka. Bwana ameapa atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi. Shandekepesata, ratokoposhendekepepe, rimamashanda babasheribebesata, ratokoposhandakapapa, yandekepesata. Imeandikwa kwa damu mwana kondoo. Je, sikuja hapa duniani ili kusambaza moto? Nikisha kumaliza hilo nitake nini tena? Nami nasambaza moto, nasambaza moto alipojificha, nasambaza moto, nasambaza moto kila ukuta uliojengwa. Yatakapashatakapasete, nasambaza moto. Sema moto, 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 kwa jina la Yesu. Hebu nyanyua mikono yako juu sasa. Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, naachilia moto kwenye maisha ya mtu huyu kwa damu ya Yesu Kristo. Yoyote aliyejenga ukuta kwenye maisha yake, yoyote aliyesogeza kipimo kwenye maisha yake, kwa damu ya mwana kondoo, kila jini aliyefanya makao kwenye mwili wake, aliyefanya makao kwenye familia yake, akasababisha maisha ya mtu huyu yawe hivi alivyo, leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, naachilia moto wa Bwana kwa damu ya mwana kondoo. Naachilia moto wa Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Kila jini aliyejigeuza kuwa mumewe, kila jini aliyejigeuza kuwa mkewe, leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, nasambaza kashata, eria masoto kosakata, yandoro muna makapa masata, era masata takapa, yando kosakata, era masoto koseke tarama, yando muna makapa. Na washa moto, na washa moto, era masata takapa masata, yando kosekete. Wewe uliyefanya makazi kwenye mwili wake, kwa damu ya mwana kondoo, naamuru katika jina la Yesu, hutakaa tena kwenye huo mwili, na kutenga na huo mwili. Shatatatata, eka paramando sete, yando kosaka taramanama, yandaramanama katoko sakata, yando mwana makapa. Enyi mizimu ya ukoo, enyi mizimu ya ukoo, kwa damu ya mwana kondoo, leo na wasambaratisha kwa damu ya Yesu Kristo. Mwachie mtu huyu, achia kwa damu ya mwana kondoo. Fungasha ilizi zako, fungasha kila kilicho chako, ng'oka ndani yake kwa jina la Yesu. Ng'oka kwa damu ya mwana kondoo, na kung'oa leo, maana wewe ni pando. Ewe uvimbe ndani ya tumbo, ewe uvimbe kwenye kizazi, wewe ni pando. Imeandikwa,
Kila pando ambalo Baba wa mbinguni hakulipanda litang'olewa. Na ng'oa mapando yote, na ng'oa vidonda vya tumbo, na ng'oa uvimbe, na ng'oa fibroids kwa damu ya Yesu Kristo. Ewe uvimbe kwenye tumbo lake, na kung'oa kwa jina la Yesu, na kung'oa kwa damu ya mwana kondoo. Ewe uvimbe kwenye ubongo, na kung'oa kwa jina la Yesu. Ewe virusi ndani yake, virusi vyovyote, na kung'oa kwa damu ya Yesu Kristo. Ewe virusi vya kansa, ewe virusi vya TB, ewe virusi vya ukimwi, leo na kung'oa kwa jina la Yesu Kristo. Ng'oka, ng'oka, ng'oka ndani yake kwa damu ya mwana kondoo. Na kung'oa leo, na kung'oa leo kwa jina la Yesu. Ng'oka kwa damu ya Yesu Kristo. Ng'oka kwa jina la Yesu. Mahali popote ulipomchukua ukampeleka na kumficha, leo namrudisha. Namrudisha kwa damu ya Yesu Kristo. Namrudisha kwa damu ya mwana kondoo, aliyefichwa kwenye mashamba, aliyefichwa chini ya makaburi, aliyefichwa kwenye mibuyu, aliyefichwa kwenye milima, kwa damu ya mwana kondoo. Njoo kwa jina la Yesu. Njoo kwa damu ya mwana kondoo. Njoo shatatakapa. Shandolo mwana makatatakapa. Yandoko sekete. Yandolo mwana makapa. Yandoko satatakapa. Njoo, 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 njoo. Njoo kwa jina la Yesu. Eria masata takapa. Yando mwana makata takapa. Yandoko sakata. Yanda mwana makata tata. Ya makatoko sekete. Enda masoto mwana makapa. Yanda tatatata. E makatoko sekete. Yando mwana mataba. Inda kasotoko sakapa. Yando mwana makapa. Yandoko sakata. Yanda tatakapa. Na washa moto. Ndio ahadi yako. Umesema tujaribu kwa kukutolea. Na leo mtu huyu anajaribu kwa kukutolea wewe, ili aweze kupata katika jina la Yesu. Ninakubariki wewe na sadaka yako katika jina la Yesu. Amen. Tumtolee Mungu wetu sadaka ile ambayo Mungu ametupa. Wewe ni Mungu mkuu, waweza yote, hakuna Mungu kama wewe.